Naitwa Eric Oletunga, ni mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa kupitia jimbo la Arusha mjini Chadema. Lakini vile vile nilikuwa mgombea wa udiwani kata ya Kimandolu 2020. Nimewiwa leo kuzungumza kidogo hali ya chama chetu. Chama chetu kinapitia katika wakati mgumu sasa. Na leo nimeona angalau nizungumze habari ya hamahama ambayo imejitokeza kwenye chama chetu. Labda Watanzania wafahamu tu kwamba katika siasa kuna watu wa aina mbili wanaingia kwenye siasa. Mtu wa kwanza anaingia kwenye siasa kwa sababu ya kutafuta vitu, kutafuta vyeo, kutafuta fedha. Lakini mtu wa pili anaingia kwenye siasa kwa sababu ya kuguswa na matatizo ya Watanzania. Na kundi hili ambalo leo mnaliona lina hamahama linaonekana dhahiri pasipo shaka kwamba ni lile kundi ambalo limeingia kwenye chama chetu kwa ajili ya kutafuta vitu, kutafuta vyeo na fedha. Wamesahau kwamba wako Watanzania wengi wamekufa kwa sababu ya chama hiki. Wako Watanzania wengi wamekuwa vilema kwa sababu ya chama hiki. Kwa sababu haiingia akilini. 2019 tuliingia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini uchaguzi ule uliibiwa. Hatukupata kabisa, na kila mtu anajua. Wao wanafahamu, Watanzania wanajua. 2020 uchaguzi ambao mimi nilishiriki, tulinyang'anywa uchaguzi mapema kabisa, mchana kweupe. 2024 tumeingia tena kwenye uchaguzi, tulinyang'anywa mchana kweupe. Sasa leo tunaposema no reforms no election, ni kweli haina maana tukashiriki kwenye uchaguzi kwa sababu bado mfumo ni ule ule, hali ni ile ile, hakuna mabadiliko yoyote. Maana yake ni kwamba tunakwenda kuhalalisha ule uchaguzi. Kwa hiyo ninaungana kabisa na agenda hii ya chama kwamba bila uchaguzi hatuna sababu ya kwenda, bila mabadiliko hatuna sababu ya kwenda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo ni waombe wa Tanzania, wawapuuze hao wanaohamahama. Hao wanaohama ni wasaka tonge, ni watu ambao wameishiwa, ni watu wanaotumika. Na katika jimbo letu la Arusha mjini wako watu wachache sana, ni watu wachache kabisa. Watu wengi wanaamini kwenye no reform no election, wanaamini hivyo. Na sisi kama viongozi wengi wa jimbo la Arusha mjini tunasema kabisa kwamba tunaunga hoja agenda ya chama chetu hichi chama kilichosimamia ya no reform no election. Tuko kwenye sehemu sahihi na tutaendelea kuwaunga mkono. Lakini vile vile natoa rai kwa viongozi ambao ni wapigania haki ya Watanzania. Tuendelee kutoa hamasa kwa wananchi. Tutoe hamasa kwa wananchi kila mahali, tutoe elimu. Kwa nini tunasema no reform no election? Ni somo ambalo kimsingi tunapaswa kuendelea kulitoa kwa watu ili Watanzania wajue kwa nini tunasimama na no reform no election. Ni elimu ambayo kila mahali tutakuwa tuseme. Na watu hawa ambao wanahamahama, hata pale watakapojitokeza eti wanataka kusema na wananchi, mimi niwaombe wananchi muwazomee kwa sababu ni watu ambao hawana malengo mazuri na nchi hii. Nchi hii ikiwa na upinzani wa kweli, hata maisha yetu yataboreka. Tukiwa na upinzani ambao wanaweza wakawakosoa serikali, maisha yetu yanaboreka.
serikali itafanya kazi sawa sawa, kwa sababu wanaamini wakifanya vibaya, wako watu ambao watakuwa wakiwafuatilia, watakiwa wakiwakosoa, watakuwa wakiyasema yale ambayo hayaendi sawa. Kwa hiyo kwa kifupi, na mimi niseme hayo machache, nitoe kabisa rai kwa wananchi wenzangu, kwa Watanzania, tuwapuuze hao wanaohamahama, tuwazomee mahali popote watapokuja kwetu. Tusikubali kurubuniwa kwa fedha, tusikubali kabisa, kwa sababu tunaharibu taasisi yetu ambayo tumeijenga kwa muda mrefu sana. Chadema kuijenga chama cha siasa ni gharama kubwa sana. Leo sasa tukibomoa kwa muda mfupi haitakuwa sawa sawa. Hawa watu wanatumika. Uchaguzi tulifanya tarehe 21 Januari pale Mlimani City kuwachagua viongozi wetu. Uchaguzi ulikuwa huru na wa haki, na Watanzania mliona. Kila kitu kilionyeshwa, television zote zilionyesha wazi, na tulifanya kila kitu waziwazi. Inashangaza baada ya uchaguzi. Ina maana hiki chama ni mali ya mtu? Hiki chama sio mali ya mtu, hiki chama ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo ukiitazama vizuri unagundua kabisa ni kama biashara hii. Ni biashara ya mtu. Hii ni project ya mtu. Ni mtu ameamua kufanya kwa maslahi yake mwenyewe. Kwa sababu hata ukisikiliza sana, ukiangalia hoja yao wanaoitoa, kila mmoja anasema eti chama hiki viongozi wakuu wamekuwa hawawasikilizi. Kitu ambacho sio cha kweli kabisa. Kila kitu kinafanyika, na hata hii no reform no election iliasisiwa na aliyekuwa mwenyekiti wetu wakati ule. Ni kamati kuu ilikaa, kama ambavyo mmekuwa mkiwasikia viongozi wetu wakuu wakisema. Hata kuna clip ya mheshimiwa Benson Kigaila ambao imekuwa ikipita, ni miongoni mwa viongozi wetu waandamizi ambao walikuwa wakihubiri sana no reform no election. Na washangaa sana sasa hivi kilichowatokea ni nini, na unaona kabisa kwamba hawa watu unaona, maana ingelikuwa ni jambo ambalo sio biashara hii, ingekuwa sio mishe hii, pengine hata press zingekuwa zinafanyika kwenye majimbo. Unaona kabisa pengine hata hoja zingekuwa tofauti, kwa sababu haiwezekani watu wote wakawa na hoja moja tu. Lazima hoja zingekuwa tofauti katika maeneo tofauti. Lakini unachangaa sasa hivi hoja ni moja. Anasema Mrema ndio hiyo, anasema Emi Kimambo ndio hiyo, anasema ndugu yetu Salum Mwalimu ndio hicho anachosema Kigaila. Sasa unashangaa kabisa. Kwa hiyo watu hawa tuwapuuze, wale ni wachumia tumbo, hawana sera, na Watanzania sio wa miaka ya nyuma. Watanzania wa sasa wanajitambua. Tuwapuuze kabisa. Inawezekana Freeman Mbowe anatumiwa tu, jina lake linatumiwa, kwa sababu sikuwahi kusikia mahali popote Freeman Mbowe ameongea akasema kwamba, sikuwahi kumsikia mheshimiwa Freeman Mbowe akisema. Lakini nachotaka kusema sasa, mimi ni muombe mheshimiwa mwenyekiti wetu mstaafu mheshimiwa Freeman Mbowe, kwa sababu watu hawa wanaozungumza, wanaosema, ni watu ambao walimuunga mkono katika ule uchaguzi wa tarehe 21 Januari. Sasa akikaa kimya, maana yake anaweza kuleta sintofahamu. Ni muombe atoke hadharani kabisa, alikane hili kwamba bwana, mimi sihusiki. Kwa sababu kiukweli kabisa, mimi sikuwahi kumsikia mwenyekiti wetu mstaafu mahali popote akizungumza kwamba amehama Chadema ama ameanzisha kundi. Lakini mashaka inatoka sasa kwamba watu hawa walikuwa ni wafuasi wake, walikuwa kimuunga mkono yeye, wengi wao. Kwa hiyo mimi nitoe tu rai kwa mheshimiwa mwenyekiti mstaafu, atoke hadharani akemee jambo hili, kwa sababu haina afya kwa chama chetu. Hakuna wakati ambako chama kinakwenda kuimarika kama wakati huu. Ukisoma historia ya vyama vingi katika nchi mbalimbali ambazo walifanikiwa
kufanya mabadiliko haikuwahi kuwa rahisi kuiondoa chama kilichoko madarakani, kuiondoa chama tawala madarakani, haijawahi kuwa rahisi. Kwa hizo mimi niseme tu kwamba hizi njia tunazozipitia wala tusiogope, ni njia kabisa ambazo ninaona mwanga mbele. Ninakwenda kuona chama kinakwenda kuimarika. Ninakwenda kuona chama kinabaki na watu genuine, watu ambao ni kweli ni wapinzani kweli kweli. Wale watu wote ambao wanaonekana ni wababaishaji kwenye chama watakwenda kuondoka, sababu hatutashiriki kweli uchaguzi kama hakutakuwa na mabadiliko. Sasa kwa kuwa walikuwa ni wasaka vyeo, walikuwa ni watu ambao pengine wametanguliza maslahi yao mbele, na sasa sisi tunasema pengine hatutashiriki uchaguzi, maana yake ni kwamba lazima watatafuta maeneo ya kwenda, na sisi tunaona tutaimarika zaidi na tutakwenda kuwa na upinzani mzuri sana, na chama kitakwenda kuvuka kwenye hatua hii bila wasiwasi, tena ikiwa na nguvu kubwa pengine kuliko wakati wowote tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi. Na mbona wanaposema wanaondoka hawasemi wanapokwenda? Kuna jambo hili kwa mtazamo wangu mimi, kwa maoni yangu, inaonekana kwamba ni mkakati. Wana mkakati. Ninaona kama Chauma, nimeona kwenye mitandao mingi ya kijamii, chama imekuwa ikitajwa sana, na ukiangalia wanaondoka namna hii ili pengine mwisho wa siku kuna maneno wanasema, kuna maneno naona kwenye mitandao eti kuna kimbunga. Hii ni mwanzo, finishing yake wanasema itakuwa ni balaa. Maana yake ni kwamba kwa navyoona ni chama ambacho kinatajwa sana ni Chauma, na sisi tunawatakia kila laheri waende. Sasa tuone wanataka make nasikia kuna ahadi wameahidiwa. Kuna ahadi wameahidiwa huko na nini. Wacha tunataka tuone mwisho, kwa sababu Mtanzania wa sasa hivi sio miaka ya nyuma. Mtanzania wa sasa hivi anajua, anafuatilia, anaona, anajua mbivu na mbichi. Anafahamu. Kwa hiyo ni time will tell. Kwa nini wengine hapa wengi wameanzia ukanda wa kaskazini? Wameanzia ukanda wa kaskazini. Unajua, baada ya uchaguzi wa tarehe 21 Januari, Mheshimiwa Freeman Mbowe alipoangushwa, kuna kikundi cha watu ambao walikuwa ni wanufaika sana. Ni watu ambao inaonekana kwamba walikuwa na maslahi, na sehemu kubwa wako kaskazini sehemu kubwa, ambao pengine kwa mfano ukimtazama labda Mheshimiwa John Mrema, ukiwatazama wakina Grace Kiwelu, wengi wa namna hiyo, kina Basil Lema, ni watu ambao inaonekana pengine walikuwa na maslahi sana na uongozi uliopita. Kwa hiyo sasa, baada ya Mheshimiwa mwenyekiti kura kutokutosha, kwa sababu sisi Chadema tunasema hatusemi kushindwa, tunasema kura hazijatosha. Baada ya kura ya Mheshimiwa mwenyekiti wetu mstaafu, tunampenda sana Mheshimiwa mwenyekiti wetu mstaafu, chama hiki alikifanyia mambo makubwa sana. Baada ya kura kutokutosha, maana yake ni kwamba sasa ule mrija wa kula na nini kidogo sasa umekatwa. Maana yake wanaona sasa hawana cha kupoteza tena. Pengine ndio sababu imeanzia kaskazini, pengine kwa sababu alishindwa nyumbani ni kaskazini. Kwa mtazamo wangu ni ushahidi tosha kwamba watu hawako kwa sababu ya mabadiliko, wako kwa sababu ya matumbo yao. Kwa sababu haiwezekani wakati chama inapita katika wakati mgumu, badala ya kupambana na changamoto iliyo mbele yako, unaanza kupambania maslahi yako binafsi. Kwa hiyo kuendelea kupambana na mambo ambayo kwa sasa sio agenda ni ushahidi tosha kabisa kwamba watu hawa wamekuwa kwenye hiki chama kwa sababu ya maslahi yao wenyewe. Hawajawa kwenye hiki chama kwa sababu
ya kuwapigania Watanzania. Labda nikuambie Mheshimiwa Kusaga, ukiona kiza kinene sana ujue asubuhi imekaribia. Sasa naiona Chadema sasa kwamba kile ambacho wamekuwa wakipigania kwa muda mrefu naona kinakwenda kutimia. Chadema wanakwenda kushika dola sasa. Ni wakati wao sasa. Ukijaribu kuangalia hizi ni dalili zote kwamba chama hichi kinakwenda kushika dola. Mimi naamini Chama cha Mapinduzi kwa pressure iliyoko hawawezi kwenda kwenye uchaguzi wenyewe. Kabisa. Sioni kabisa wakienda kwenye uchaguzi. Vyama vingine vile vyama vya kina Ubwabwa vile hakuna mtu asiyejua, vile kwamba wenyewe vile ni kama CCMB tu wale. Na hata Watanzania wanajua wale ni kwenye msafara wa mamba, hata na kenge wapo. Hamna mtu asiyejua. Kwa hiyo ukiacha Chadema unakwenda kwenye uchaguzi. Maanake uchaguzi pengine unaweza ukakosa ule uhalali kabisa. Uchaguzi unaweza ukakosa ule uhalali kabisa. Nakwambia. Brother, nikwambie, hakuna mtu genuine kama Lema. Na nchi hii, mimi niseme tu, nchi hii moja kabisa ya hazina kubwa kabisa ambayo Watanzania wanapaswa kuijivunia ni kuwa na kiongozi wa aina ya Lema. Lema amekuwa kwenye hizi harakati kwa muda mrefu na amekuwa ni kiongozi ambaye anawapambania Watanzania bila kuchoka. Wako watu wengi wamekata tamaa katikati. Lema amekwenda jela. Lema amekuwa akitumia rasilimali zake binafsi kwa ajili ya kuhakikisha kusukuma agenda ya Chadema mbele kwa maslahi mapana ya Watanzania, kwa maslahi mapana ya kizazi kijacho. Kwa hiyo kwa namna ninavyoona viongozi, baadhi ya viongozi wetu waliokuwa viongozi wetu wakijaribu kupambana na Lema, kwa kweli ninaogopa sana, kwa sababu unajua Mungu yupo. Kwa sababu hata wenyewe wanaomzodoa na kumsemea maneno ambayo sio sawa wanafahamu. Lema ni mpambanaji, ni kiongozi ambaye sijapata kuona. Anatoa muda wake, anatoa rasilimali zake, ana sacrifice hata familia. Wakati mwingine anaweza kaa miezi mitatu hayuko na familia. Chadema haina mshahara. Chadema unafanya kazi za kujitolea. Lakini Lema, ukiangalia Lema amekuwa mbunge katika kipindi cha miaka 10. Ukiangalia alivyonavyo Lema na ubunge wake havilingani kabisa. Maana yake Lema amekuwa akitoa anavyovipata kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Chadema inakwenda mbele, ili mwisho wa siku nchi yetu ikapate kuwa na mabadiliko ya kweli, ambako elimu inaboreka, afya inaboreka, watoto wetu wakimaliza vyuo wanaajirika. Hasa ndio kazi ambazo amekuwa akizifanya Lema. Kwa hiyo mimi, wale wote ambao wanamsema Lema vibaya, wakumbuke Mungu yupo. Mungu yupo. Wakumbuke hilo, wasisahau, wasije wakapata adhabu bure. Lema ni kiongozi wa aina yake. Kaskazini, hizi propaganda zinazofanywa na baadhi ya wachache sana, kaskazini iko imara sana. Na mambo haya tuliyajua mapema kabisa. Hata kabla uchaguzi wa 2020 wa tarehe 21 Januari mwaka huu, ili kundi lishaanza kujionyesha. Tunakwenda kwenye uchaguzi, lakini wenyewe ni kama wana matokeo. Wanasema bila fulani ina maana pengine hakuna chama. Kwa hiyo kundi hili ni watu wachache sana. Na hata nyinyi waandishi wa habari mnafahamu kabisa na mnaona kwenye mitandao kwamba kuna baadhi ya watu
wanashawishiwa, wanapigiwa simu, mmesikia kwenye mitandao, mmekuwa mkisikia kwenye mitandao. Kazi inayofanyika ni kubwa ya kuwashawishi watu, lakini bado. Kwa hiyo ni kikundi kidogo sana, haina athari. Kanda ya Kaskazini tuko imara na tunasubiri ratiba ya kutoka kwa viongozi wetu ili make mikutano sasa inafikiri kitoka kanda ya Ziwa pengine itakuwa Kaskazini huku. Tunasubiri ratiba ya viongozi wetu. Mimi nitoe rai kwa Watanzania. Nchi yetu tukiwa na upinzani wa kweli, tutakwenda kuwa na maendeleo makubwa sana. Uimara wa serikali ni serikali yenye upinzani imara. Upinzani ambao wanaweza kuisimamia serikali. Kwa hiyo niwaombe Watanzania wakiunge chama hiki mkono, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Wakiunge kwa nguvu zote, kwa sababu nataka niwahakikishie ndicho chama pekee cha upinzani ambacho sasa wamebaki nacho kama tumaini lao. Wakiunge, sasa hivi kuna hizi operations zinazofanyika, tunakichangia chama. Ni wasi kila Mtanzania ajiguse, awe sehemu ya mabadiliko kwa kuichangia Chadema, ili harakati hizi ziendelee kusonga mbele. Wana Chadema na hata wana CCM, wana CCM sasa hivi pengine wanaweza kutembea kifua mbele kwa sababu Chadema wapo. Ikitokea hakuna chama imara cha upinzani, hata CCM na wenyewe hawatakuwa salama. Kwa hiyo hili ni jambo letu sote kama Watanzania, tuendelee kukipigania chama hiki ili mwisho wa siku tuweze kupata mabadiliko.